Na miaka 26 sasa hivi, lakini ikitokea nikarudi miaka 20, hiki ndio kitu ambacho ningekifanya ili kuwa mbele ya muda na kujenga maisha yangu. Jambo la kwanza, ningejifunza ujuzi wenye faida sana. Wataalamu wanaita high income skills, ujuzi wa kuongezea kipato kikubwa. Hakikisha unakuwa mbobevu juu ya jambo hili moja ambalo watu wako tayari kutoa pesa yao mfukoni kukupa kwa ajili ya kupata huduma yako. Moja. Pili, hicho kitu utakachojifunza kiwe na uwezekano wa kukifanya ukiwa mahali popote, sio ofisini peke yake, sio ukiwa kwenye mtaa fulani peke yake, kiwe na uwezo wa kufanyika sehemu popote. Unaweza kukifanya hata ukiwa Zanzibar, ukiwa Dubai, ukiwa sehemu yoyote kikafanyika. Kwa mfano, mimi kwangu ilikuwa tayari niko mbele ya kamera toka nikiwa secondary, high school, kwenye masuala ya kuimba, si vipaji na everything, nilikuwa mbele ya kamera. Kingine chuo kikuu nilikuwa nasoma sheria, kwa hiyo nilikuwa najifunza kusoma biashara, sheria za makampuni, sheria za masoko, sheria za biashara za mitandaoni na vitu hivyo vyote. So ikawa rahisi kwangu kuja kujifunza marketing, kujifunza sales, alafu nikalink na social media ambapo tayari nilikuwepo. Kwa ikawa rahisi kwa ujuzi nilionao, ukiongezea na marketing na sales pamoja na social media, inakuwa rahisi kuingia kwenye social media na kutengeneza kampuni yako ama biashara yako ambayo unaweza kuifanya sehemu yoyote bila kujali mpaka wa nchi, mpaka wa mkoa, mpaka wa wilaya, wherever. Kwa sababu nijua mapema kwenye miaka yangu ya early 20s. Namba 2 ni kuweza kujali afya yako ya mwili. Uweze kufanya chochote, uweze kuwa stable, uweze kuwa na akili timamu, uweze kuwa na momentum, uweze kuwa na push ya kuendelea kufanya kazi kama haujali afya yako ya mwili. Kwa maana gani? Kuhakikisha unakula vizuri na kuhakikisha unafanya mazoezi na kujiweka fit all the time. Hii inakusaidia, moja, kutengeneza influence kabla hujaongea chochote. The way unavyoapia inatengeneza influence kabla hujaongea chochote. Pili, kuwa fit na momentum. Huwezi kutaka kuendelea kuwa na momentum kwenye kitu unachokifanya kama wewe mwenyewe mwili wako you are too lazy. Huwezi kuamka, huwezi kufanya kazi, huwezi kujishughulisha, huwezi kujituma kwa sababu you are too lazy, mvivu. Kitu cha tatu na cha mwisho, tengeneza kitu taratibu. Achana na kukurupuka kwa sababu umeona Instagram wanasema day trade kila siku, wanatembelea magari ya kifahari na everything, ukafikiria action kwako kwamba this guy amekaa ofisini dakika moja katengeneza $1,000,000 in dollars au katengeneza $50,000 in dollars. Hiyo haitokei hivyo. Tumia muda kujenga kitu chako taratibu. Umeshakubali mimi nitaingia kwenye social media, nitaingia kwenye marketing, nitaingia kwenye sales, nitaingia kwenye ujuzi fulani. Anza kujenga taratibu kitu chako. So, kama wewe ni mtu huyu na unatamani kujifunza namna gani ya kuweza kuanza, ujuzi gani uchukue, namna gani ya kutengeneza biashara yako kusimama, comment neno mentor hapo chini. Nitakufikia DM na kukusaidia namna gani ya kuweza kuanza na kujenga biashara yako successful.